Kama nilivyosema hapo, mimi nimeingia bungeni kipindi changu cha pili. Kipindi cha kwanza niliingia kama mwakilishi wa vijana, na namshukuru Mungu aliniwezesha kufanya kazi yangu kwa ukamilifu. Popote nilipopata nafasi ya kusema, nilisimama kutetea maslahi ya vijana wa Tanzania. Popote nilipopata nafasi ya kushauri, nilishauri, na nashukuru sikio sikivu la Dr. Samia Suluhu Hassan nilisikia na mengi yalifanywa kazi. Lakini popote nilipopata nafasi ya kushirikiana na vijana wenzangu nilishiriki. Na nadhani ilikuwa ni mpango wa Mungu kwamba iwe isiwe, iwe mvua iwe jua, lazima nije Ilamba. Na ndio maana leo niko mbele yenu. Asante. Ahadi yangu kwenu ni kwamba pamoja na majukumu haya niliyopewa, sitachoka kumtetea, kumsemea na kumpambania kijana wa Tanzania. Katika sekta hii ambayo sasa tunaisimamia, huko ndio nitaweka nguvu zaidi, ili ikiwezekana na sekta zingine waige mfano katika sekta hii ya namna ya kumsaidia na kumnyanyua vijana wa Tanzania. Tunazo fursa nyingi katika sekta yetu ya mifugo na uvuvi, na ninafurahi kusikia kwamba hata katika baraza hili tunao wafugaji, tunao wavuvi na tuna vijana ambao wanafanya kazi katika mnyororo wote wa thamani katika sekta yetu ya mifugo na uvuvi. Mimi niwapongeze sana. Na naomba niwaahidi kwamba milango yangu iko wazi muda na wakati wowote kwa anayehitaji ushauri, maelekezo, maoni, uwezeshaji wa namna yoyote. Karibuni sana. Wizara hizi ni za kwenu nyinyi. Sisi ni watumishi wenu nyinyi. Majukumu yetu ni kuhakikisha nyinyi mnaguswa na fursa zote ambazo Dr. Samia Suluhu Hassan ameziweka katika sekta zile. Lakini pia nipongeze sana halmashauri yetu, na naomba sana nifikishie pongezi zangu nyingi sana kwa mwenyekiti wetu, kwa mkurugenzi wetu, lakini mwenyekiti pia nampongeza kwa sababu taarifa mliyoisoma inaonyesha kwamba kati ya makundi 39 ya vijana yaliyoomba mkopo kwa mwaka 2025-26 makundi 31 yamepata. Tujipigie. Ndugu zangu, makundi 8 yaliyobaki ni mepesi sana sisi kupambana, ili hali mfano bora wa makundi 31 kushaonekana. Na tena nimeona kwenye taarifa hata urejeshaji wa vijana ni mzuri kwa kweli. Tujipigie makofi. Halmashauri nyingi wanapenda kutoa kisingizio cha kwamba vijana wakipewa mikopo hawarejeshi, lakini halmashauri yetu hapa Ilamba nadhani itakuwa ni mfano bora sana wa kuigwa kwa vijana wanaorejesha mikopo yao. Katika hili mimi nikuombe sana mwenyekiti wetu, mikopo hii inatoka katika baraza la madiwani, na diwani wetu hapa wakati tunaye na diwani wakati tunaye, tuwaombe kwa sababu ya urejeshaji huu mzuri ulioonyeshwa na vijana, basi vikundi hivi 8 vilivyobaki, hebu tulipe mikopo. Lakini la pili, vingine pia vitakapojitokeza kuomba, tuwape kipaumbele, kwa sababu vijana wamethibitisha wako tayari kufanya kazi, kurejesha fedha hizi, lakini kuendelea kukopa ili kuweza kunyanyua uchumi wao na familia zao. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri, tunajua kuna taasisi nyingi za kifedha ambazo zinatoa uwezeshaji kwa vijana, lakini uwezeshaji huu unaotolewa kwa njia ya halmashauri zetu umekuwa ni uwezeshaji bora zaidi, kwa sababu mikopo inatoka pasipokuwa na riba. Maana yake vijana wana nafasi nzuri zaidi ya kujikwamua kupitia mikopo hii kuliko sehemu zingine yoyote. Ninakuomba katika vikao vyetu vya halmashauri, mabaraza yetu ya madiwani, tuwape vipaumbele vijana hawa, tuwasimamie kwa karibu, hata kwenye zile project tusiwaache baada tu ya kuwapa fedha, hata kule wanapoenda tuendelee kuwatembelea na kuwashauri na kuwalea ili waweze kusonga mbele. Na ikiwezekana, kama nilivyosema, mimi sehemu yote nitakayosimama nianze kuwaambia wote wanaosema kwamba vijana hawalipi mikopo, niwaambie nendeni kajifunze Ilamba. Lakini pia ndugu zangu, nimefurahi kuona kwamba wilaya yetu pia Ilamba, hasa baraza hili limekaa chini, limebuni mradi na kuona ni namna gani linaweza likaanza kujizalishia fedha za kujiendesha lenyewe. Ni wakati sasa vijana tukae na ukua omba. Maana tukipata miradi yetu sisi wenyewe tukaisimamia vizuri,
tuna uwezo wa kujiendesha na kujikwamua sisi wenyewe, ili kesho na kesho kutwa, kwa sababu moja ya vijana ni jambo la kupita, ni swala la umri. Tukienda kuomba nafasi sehemu zingine tuweze kuaminika, na kwa kutumia miradi hii tuseme kwamba tulikotoka tulifanya hiki na hiki na hiki, tunapokwenda tuaminike zaidi. Kwa mimi niwapongeze sana, lakini pia niwapongeze sana kwa sababu mnashirikiana kwa ukaribu sana na mbunge wenu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Katika hili naomba kwa kipindi hiki cha miaka mitano, mimi kama kijana mwenzenu nawaomba tutengeneze utulivu katika jimbo hili la Ilala. Mheshimiwa mbunge wetu na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amepewa majukumu makubwa ya kitaifa, majukumu ambayo inastahili sisi watu wake wa nyumbani tumuombee, tumsaidie, lakini tumtie moyo na kumpa nguvu ili aweze kufanya kazi. Na sisi vijana